dakika 90 kutamatika, tuko bado studio, tunaendelea kufanya uchambuzi. Niko hapa Dominic Salamba pamoja na Steven Mwana wa Mapunda. Unakwenda kusikia mengi na mazuri baada ya Simba kukubali kipigo chembamba cha 1-0, kipigo ambacho kinaumiza kweli kweli. Hiki kipigo kinaitwa mama mkanye mwanao sihitaji mazoea. Simba amemaliza dakika 90 kichwa chini, na hii ni mara ya pili mfululizo kama simtawalia Simba kufungwa na Azam FC. Niko hapo Dominic Salamba, ungana nasi sako kwa bako. Utasikia mengi na mazuri kutoka kwetu, lakini bila kumsahau Steven Mapunda. Salama, kwa vizuri? Niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumetoka kushuhudia moja ya mechi bora ambayo kimsingi imeweza kutupatia mwelekeo, na ilikuwa ni mechi ambayo ukiangalia unaweza ukaangalia katika scenario mbili. Scenario ya kwanza ilikuwa ni mwalimu kabla Simba kuweza kuona upana na ukubwa kikosi chake, na hasa ukizingatia kwamba toka amekuja leo ndio amekutana na mechi ambayo ina hadhi au ina intensity kulingana na ubora wa kikosi chake ambacho anacho. Lakini pia ilikuwa ni mechi ambayo Simba akijaribu kustruggle ili kuweza kuondokana na jinamizi la kukosa mataji katika msimu huu. Nilikuwa nasikia wakati tunaendelea hapa akizungumza Steve kwamba ni kombe la pili ambao wanakwenda kupoteza, lakini pia ingeweza kuwasaidia kuweza kuonyesha confidence. Tumeweza kuona ilikuwa ni mechi nzuri, mechi yenye ubora, lakini siku zote timu ambayo imejiandaa vizuri na hasa kwenye quality players ndio ambayo imeweza kupata matokeo. Kilikuwa ni kipimo kigumu kwa mwalimu Steve kwa kiasi gani, kwa sababu ni mchezo wa kwanza tu ambao una uzito mkubwa kweli kweli. Anakwenda kukutana na kipigo chembamba cha 1-0. Unadhani nini hasa ambacho mwalimu Steve ameondoka nacho kwenye huu mchezo wa leo baada ya kipigo hiki dhidi ya Azam FC? Wanalambalamba waka mikati ya jiji matajiri wa pale Chamazi. Nafikiri binafsi nikiangalia assessment ambayo nimeweza kuifanya kwa dakika 90, nimegundua kuna mambo kama 4 kama sio 5. Jambo la kwanza, nimeweza kuangalia uwiano wa vikosi. Unagundua kwamba Azam yuko very comfortable kwa sababu ukiangalia ni kama timu yao imeshajua nini ambacho tunaweza kufanya. Wanatengeneza uwiano mzuri wa namba katika maeneo yote, lakini pia wana exposure, kwa maana kwamba wakianza kuattack wanakuwa wanakimbia kwa speed ambayo na kutengeneza uwiano wa namba katika maeneo yote ya kiwanja. Lakini jambo la pili nimegundua, Simba bado wana changamoto kubwa 2 kama sio 3. Changamoto ya kwanza, bado wanakosa ile fighting spirit kama timu. Kwa maana kuna kipindi lazima muweze kupambana na muweze kuweza concentrate kwa 100% katika mechi. Ukiangalia goli ambayo wamefungwa ni goli ambayo limeanza kutafutwa tokea first half. Ukiangalia katika mechi leo hii, na ilikuwa ni makosa ambayo yalikuwa yanajirudia. Walinzi wa Simba na viungo wa Simba walikuwa nakosa umakini hasa kwenye aerial balls. Mfungaji amefanya attempt 3, attempt ya 4 anakwenda kufunga katika eneo lile lile. Maana yake wanashindwa kuweza kuobserve makosa, lakini pia na kuweza kuyarekebisha, na kubwa zaidi wanashindwa kuangalia potential za opponent ambao wanacheza nao. Maana yake ukiona wanakula watu kama hao, maana yake kwa muda, yani kwa sehemu kubwa hawapo kwa 100% kiwanjani. Mawazo yao hawaja concentrate kwa 100%. Ndio maana mtu anaweza akafanya kosa la kwanza, akafanya kosa la pili na la tatu, na bila kujua mpaka wanakwenda kuadhibiwa. Lakini jambo lingine nimegundua, kuna utofauti mkubwa wa ubora kwa mtu mmoja mmoja. Hizi ni mechi ambazo ukiangalia kwa sehemu kubwa zinaamuliwa na ubora wa wachezaji. Simba wana quality ya kawaida, nimekuwa nikizungumza kila siku, wana wachezaji wazuri wa kawaida, wachezaji ambao ikifikia hatua ambako mbinu zimeweza kumatch, inatakiwa uweze kuamua, hawana vitu vya ziada. Ndio ukiangalia wameingia kila soa, wameingia kijichezi hawa, wote kwa wanakifanya walikuwa wanashambulia na wakitegemea safu ya ulinzi ya Azam ifanye makosa ndio wao waweze kutoa opportunities na kuweza kuscore, kitu ambacho wakati mwingine kinakuwa kina impact. Lakini overall ni kwamba Simba wanatakiwa waweze kuandaa timu yao. Juzi nilikuwa nafanya mahojiano nikasema kwamba popote ambako yuko Yanga, popote ambako yuko Azam, popote ambako yuko Singida kwa sasa, Simba anakuwa ana nafasi ya kuweza kupata matokeo. Ndio maana sikuiweka Simba katika timu ambazo zinaweza kuchukua bingwa, kwa sababu nilijua kuna Yanga, kuna Azam, na fakta kubwa ni quality, uwezo kujitoa, lakini pia hamu ya kuweza kucheza. Unaweza kuona watu kama kina Soa ameingia katika mechi ya leo hii, mipira ambayo ameweza kudrive haifiki mipira 9, hajapiga pasi ambazo zimefika zaidi ya 15, hajaweza kumonopolize space zaidi ya mara 3, na ndio mchezaji ambaye anamtegemea kwenye kosi ya Simba. Kwa hiyo wana changamoto nyingi ambazo nafikiri mwalimu anatakiwa hawezi kuziangalia, na ilikuwa nipata taarifa kwamba tarehe 12
ndio itakuwa siku yake ya mwisho ya kuweza kufanya assessment, lakini pia kuweza kujua maeneo gani ambayo anatakiwa afanyie marekebisho, kwa sababu sehemu kubwa ana nyota wengi ambao hawakidhi utashi matamanio ya mashabiki wa Simba kwenda kwenye mwisho wa msimu huu. Sawa, ni Dominic Silamba huyo amezungumza mengi na mazuri baada ya kutazama zile dakika 90, lakini niko naye hapa Steven Mwana wa Mapunda, na yeye pia tulikuwa sote tunautangaza mchezo huu, yeye akiwa mtangazaji namba 2, na yeye pia ana mengi ya kuzungumza baada ya kushuhudia dakika 90. Steven Mapunda, baada ya mchezo huu kutamatika, nafikiri kuna lile la jumla ambalo umelipata baada ya Simba kupoteza. Unadhani nini hasa ambacho kimekuwa sababu ya Simba kupoteza na wapi tatizo lilipoanzia? Je, unadhani mwalimu ama bado wachezaji wa Simba wana kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba morali inarejea na Simba inapata matokeo mazuri hasa ya ushindi? Definitely unaweza ukasema kwamba utimamu wa wachezaji umeenda kuigharimu timu, kwa sababu imekosa uvumilivu. Waliweza kuruhusu Azam kufika katika eneo lao kwa muda mrefu, waliweza kuzuia kwa muda mrefu, na kwa sababu fitness yao ipo chini, ndicho ambacho kimeweza kuwagharimu. Na mara nyingi sana wamekuwa wakiruhusu magoli katika dakika hizo, dakika ya 60 mpaka dakika ya 70, Simba wamekuwa hawapo katika eneo salama. Sababu kubwa ni nini? Fitness yao iko chini sana, na ukiangalia kama Jean Charles kwa msimu huu hajakuwa na msimu bora sana, na leo aliweza kuaminiwa na mwalimu kuweza kuanza katika kikosi cha kwanza, na tunafahamu kwamba anapokuwa katika kikosi kwa mechi ambayo wanakuwa wanashambuliwa zaidi, anakuwa hana msaada kwa timu, kwa sababu yeye ni mchezaji ambaye anategemea timu ikiwa ina possess mpira aweze kuwa na msaada mkubwa. Kwa wakati mnapokuwa mnafanywa pushing ya hali ya juu, anakuwa hana msaada. Lakini pia wana Jonathan Soa ambaye yeye anategemea zaidi kwenye kutumia nguvu, na wakati huo akipewa nafasi ball control yake haijakuwa katika utimamu zaidi ukimlinganisha na Kitambala. Tulikuwa tunamshuhudia Kitambala anapokuwa na mabeki anaweza kuzuia mabeki 3 hadi mabeki 2 kwa wakati mmoja. Kwa maana yake ni nini? Ana nguvu, lakini pia ball control yake imekaa katika utimamu mkubwa, na ameweza kuattempt. Kama kuna moja ambaye alikuwa amekaa yeye na Chamu, alishikwa katika 6 akatani na akaweza kupiga mpira ukavuka, lakini Lucien Deloko alikuwa katika eneo sahihi na kuweza kublock mpira ule. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Kwamba kuna tofauti kati ya Kitambala na Jonathan Soa ambaye huyu ni mchezaji kinara kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo naona Steve Barker akiwa na deni kubwa zaidi, aina yake ya mchezo anapenda kuwa na timu ambayo inakuwa na speed ya hali ya juu, inakuwa na uvumilivu wa hali ya juu, inakaba, inafika kwenye maeneo kwa wakati. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, matumizi ya namna kama hiyo, ni lazima aweze kupata wachezaji ambao wanaweza kuwa na uvumilivu wa kutosha. Kwa hiyo Steve Barker kitu ambacho nakiona anakwenda kukifanyia kazi ni kwenda kuhakikisha kuwa anakwenda kutengeneza utimamu wa wachezaji ili kuweza kumpatia kile ambacho kitakuja kumpa faida zaidi na katika mfumo pendo ambao yeye anapenda kuutumia. Swali lako Dominic Silamba hili, unadhani klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wameikimbia Young Africans ambayo ina nafasi kubwa kwenye makaratasi ya kushinda dhidi ya Singida Big Stars, ama ndivyo hivyo tena? Shughuli tu ilikuwa nzito kwa sababu mnyama alifanya kila kitu hadi wasiokuwepo waliitwa haraka kuinusulu, lakini mwisho wa siku maji yakazidi unga. Uwezo ukasema kwamba wameikimbia Yanga kwa sababu bado Yanga na mechi moja dhidi ya Singida. Ni mechi ambayo ni ngumu, na ukiangalia kwamba Singida naye hajipambanua ili kuendelea kuwa miongoni mwa timu kubwa, lakini pia unaweza kuona aina ya kikosi ambacho alikuwa ameingia nacho. Leo Simba ameingia na kikosi kamili ambacho anakuwa anakitumia, ukiacha wale wachache ambao ni majeruhi na hao ambao wako kwenye national team. Kwa hiyo nafikiri waliingia na mwalimu ni mgeni. Unataka kuzungumza kwa Steve Barker, anataka angalie katika msimu huu anakwenda kumalizaje, lakini pia afanye maandalizi ya msimu uliopita. Ndio maana amekuwa akitoa nafasi kwa kila mchezaji aweze kucheza ili aweze kuutilize kile ambacho anacho. Kwa hiyo ambacho kimetokea ni ubora tu ambao Azam amekuwa nao, na alishazungumza kwamba quality ya Azam iko juu kuliko Simba. Kwa hiyo hata kama watakutana mara 6 mfululizo, definitely Simba atakwenda kupoteza, kwa sababu mwisho siku kinachoamua matokeo ni ubora wa timu. Kwa hiyo nafikiri Simba ataendelea kuadhibiwa mpaka pale ambako
ataamua kupandisha quality ya wachezaji wake. Ndio kitu pekee ambacho kitamba matokeo, sio kwa Yanga, sio kwa Azam, sio kwa Singida, kwa sababu timu zote hizi tatu zina quality ambayo yeye bado hajaweza kuwa nayo. Unaweza kuona ameingia mtu kama Mutale, unategemea atakwenda kufanya game changing uwanjani, lakini anaingia hana ambacho anakwenda kukiongeza kwa namna moja ama nyingine. Anaingia Mkwala kiwanjani, pengine atakwenda kuweza kuongeza kitu, anaingia uone impact yoyote. Kwa hiyo maana yake walioko kiwanjani na ambao wako nje wana the same level ya viwango vya mpira, kitu ambacho ni hatari, na wakati mwingine inamnyima mwalimu uhuru wa kuweza kubadilisha mbinu, kwa sababu wakati mwingine unaiandaa game plan yani before the game, na wakati wa mchezo unaangalia weakness zako na strength za opponent, na unatafuta watu ambao watakwenda kurectify makosa na kuweza kuyatumia, kitu ambacho Simba wanakosa game changer kwenye mechi ambazo pengine wanataka matokeo. Kwa binafsi naamini kwamba mwalimu ameweza kuona anakosa namna gani, na hii itamfanya sasa aweze kufikiria kwa kina ambapo atakwenda kujenga kikosi chake. Nikiangalia nafikiri kinahitaji msimu mmoja mpaka misimu miwili kama mwalimu atamwamini, ili kuweza kwenda kubadilika. Na issue sio kusajili, unasajili watu wa quality zipi, ndio ambacho kipo. Kila msimu tunasajili, lakini bado level ya usajili wao imekuwa ni wachezaji ambao ni wa kawaida, ambao hawana impact kama watu wengi ambao wanafikiria. Kwa binafsi nafikiri alipoteza katika mechi ambayo alideserve kuweza kupoteza kutokana na makosa ambayo kwa nani, pia ubora wa kikosi umeendelea kumhukumu Sisco. Asante sana. Hii ni Salamba Radio, nikupongeze wewe ambao ulituchagua nyakati zote, umekuwa nasi sako kwa bako. Kongole kwako, lakini pia na kongole kwetu kwa kukuletea wewe matangazo jadidi kweli kweli, usiokuwa na shida wala shaka yeyote ile, akiwa pia anapewa nguvu kubwa mno na Vini Nkolomboka, kinywaji bora kweli kweli kwa kutokea nchini Tanzania. Sasa kinapatikana bwana, kinywaji ambacho kimetengenezwa kutumia mimea ya asili, lakini pia Vini Nkolomboka bwana kimetengenezwa kutumia asali na tangawizi. Hii inafanya pia uwe strong na nguvu ya kutosha kweli kweli. Sasa jipatie Vini Nkolomboka ili uweze kuenjoy. Ndio maana tunasema usinywe nyingi. Usinywe nyingi. Unapombe kupita kiasi. Vuna anaingia ofisini saa 5 asubuhi. Baada ya kupiga Nkolomboka kutosha. Alipiga Nkolomboka, alafu pia alikuwa na ugeni. Sasa lazima uweze kwanza kubalance. Uweze kila fikiri kwa matokeo ambayo yametokea. Ndugu yangu Menduro anapaswa walau apige moja ili usingizi ukapatikana. Kinyume na hapo atakwenda kukesha anaangalia bati, kitu ambacho akiwezi kumsaidia. Lakini uzuri tayari alishanunua bati quality. Nisaidie pia niweze kupata hela yangu kwa Jofu. Nafikiri hela kwa Jofu hilo nitalifanyia kazi, lakini pia ni vyema kama mungeamua kubashiri kutumia Airabet, kwa sababu ilikuwa ni maeneo ambayo hamna haja ya kuanza kukabana, lakini huko ambako mmekwenda kafukavu sasa kama hapo utapata. Bwana, ndio maana tunasema Vini Nkolomboka bwana, nguvu ya Simba, fahari ya Tanzania. Tunaendelea kutamba namna hiyo, na bado tunatamba sokoni. Kama bado hujapata mzigo wako, basi unaweza pia kutupigia ili utuagize tukuletee popote pale ulipo kupitia namba yetu ya simu ile ya 0713942770. Hiyo namba ukipiga pia tunakusogezea mzigo. Jina langu naitwa Sisco, nilikuwa na Dominic Salamba, lakini bila kusahau Steven mwana wa Mapunda. Tunasema waila lika masalam.